kabla sijahitimisha, niwakumbushe maeneo makuu matatu ambayo yalikuwa ni sehemu ya ahadi ya Mheshimiwa Rais, ahadi ya siku 100. Jambo la kwanza, Mheshimiwa Rais aliahidi kutozuia maiti au mili ya wagonjwa iliyofariki katika vituo vyetu mbalimbali nchini. Naomba nichukue fursa hii kuwatangazia Watanzania kwamba tayari Wizara ya Afya imekwisha tekeleza agizo hili la Mheshimiwa Rais alilolitoa wakati wa kampeni. Taasisi zetu zote, hospitali zetu zote za rufaa maalum na vituo vyetu vyote vya afya, baada ya maelekezo ya Mheshimiwa Rais na sisi wenyewe ndani ya wizara kujipanga na kulisimamia, niwatangazie Watanzania hakuna maiti inayozuiliwa katika vituo vyetu vyote hapa nchini. Mpaka wakati huu nimesimama hapa, hakuna. Lakini kila taasisi, kila kituo kimeweka utaratibu ni namna gani watakubaliana wanajamii waliofika kwenye vituo vyetu na kituo husika au taasisi au hospitali yetu katika maeneo husika. Na utaratibu huu ni utaratibu mwepesi, ni utaratibu unaoeleweka, na utaratibu wa makubaliano. Kwa hiyo nichukue fursa hii kuwatangazia Watanzania kwamba tunapoelekea kuhitimisha siku 100 za Daktari Samia Suluhu Hassan tangu aingie madarakani, hakuna kituo, hakuna hospitali, iwe ni ya rufaa, iwe ni ya taifa, iwe ni hospitali za mikoa, iwe ni vituo vyetu vya afya, zahanati na maeneo yetu yote, ambapo maiti zinazuiliwa katika vituo vyetu hivi. Lakini jambo la pili, kuhusu matibabu ya wazee, makundi maalum na matibabu ya magonjwa sugu, wizara tayari imekwisha kamilisha mpango mkakati, na nichukue fursa hii kuwatangazia wanahabari kote nchini kwamba Mheshimiwa Rais atakapokwenda kuzindua bima ya afya kwa wote hivi karibuni, atakwenda kuzindua pia mpango wa matibabu ya wale wasiojiweza, wazee na makundi maalum, hasa kwenye matibabu ya magonjwa sugu. Kwa hiyo sisi ndani ya wizara tumekwisha kamilisha kujiandaa na kujipanga vizuri katika utekelezaji wa eneo hili.